Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Bwana, sisi tunaendelea kukupongeza, kukushukuru kwa kuendelea kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa sababu umekuwa mdau wetu wa faida zaidi katika zile habari ambazo sisi tunakupenyezea hapa ndani ya Mafie TV. Na taarifa ambayo tunakuletea sasa hivi ni taarifa ambayo inatokea ndani ya kikosi cha Young Africans ambao wanahusishwa katika tetesi za usajili ambazo zimekuwa zinarindima katika mitandao ya kijamii. Lakini hizi ambazo tunakupenyezea sasa hivi ni taarifa ambazo zinatoka ndani ya uongozi wa kikosi cha Young Africans kutokana na mazungumzo ambayo wanayafanya na moja ya mchezaji ambaye anasakata kabumbu kwenye zile ligi 5 bora barani Afrika, ikiwa ni pamoja na Morocco, Egypt, Algeria na Tunisia. Lakini huyu mchezaji anacheza pale Morocco, lakini ameshawahi kucheza hapa nchini Tanzania akiwa anasakata kabumbu, akiwa amevaa uzi wa kikosi cha Simba Sport Club. Misimu kadhaa alicheza hapo akiwa na mafanikio makubwa, akienda hatua robo finali katika michuano ya kombe la shirikisho, lakini vile vile na klabu bingwa barani Afrika. Na klabu ya Simba ilimuuza kuelekea pale nchini Morocco, akaenda kukipiga ndani ya kikosi cha FAR Rabat ya pale nchini Morocco katika msimamo wa ligi kuu ya pale Morocco. FAR Rabat yupo katika nafasi ya pili nyuma ya RC Berkane. Sasa mchezaji huyu ni Enock Inonga Baka, ambapo meneja wake amefanya mazungumzo na kikosi cha Young Africans na anahusishwa kwenda ndani ya kikosi cha Young Africans kwenda kutumikia msimu unaokuja, msimu wa 2025 ya 26. Na bwana, kandarasi ambayo mpaka sasa hivi kandarasi ya awali ambayo tayari wameshaisaini ni kandarasi ya miaka 2, ambapo bwana mshahara wake unasadikika kwa ni shilingi milioni 15 fedha za kitanzania, ambayo atakuwa analipwa Enock Inonga Baka. Lakini kutakuwa na ongezeko kwa miezi 3 kutokana na performance yake ambayo atakuwa nayo ndani ya kikosi cha Young Africans. Sasa taarifa iko hivi: aliyekuwa beki wa kikosi cha Simba Sport Club, beki kisiki wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Enock Inonga Baka atarudi nchini Tanzania mwishoni mwa msimu huu na kujiunga na kikosi cha Young Africans kwa mkataba wa miaka 2. Inonga ambaye kwa sasa anacheza FAR Rabat ya pale nchini Morocco na ni mchezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaripotiwa kuwa kwenye mazungumzo mazuri na kikosi cha Young Africans na uongozi wa Young Africans, na iwapo dili hili litakamilika, basi Enock Inonga Baka atarejea Tanzania na kucheza kwenye klabu ya Young Africans, na safari hii atavalia jezi za kijani na njano. Na Enock Inonga Baka ni moja ya mchezaji ambaye ni mzuri, kila mtu anatamani kumuona akiwa katika timu yake, na pasina shaka Young Africans wanamhitaji mchezaji kama huyu, kwa sababu msimu uliopita au msimu huu tupo bado hatujamuona Mwamnyeto akiwa kwenye ubora ule ambao watu wengi walikuwa wanatamani kuona akiwa anaendelea kuhudumu kwenye ubora ambao amekuwa nao kwenye misimu kadhaa katika ligi yetu, katika ligi kuu ya hapa nyumbani, lakini vile vile kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa Enock Inonga Baka ndani ya kikosi cha FAR Rabat amekuwa na msimu wake mzuri, lakini ni mafanikio kwake. Lakini kurudi nyumbani, unaweza kusema kurudi hapa nyumbani Tanzania, unaweza kusema kwake ni kama alipokwenda amefeli. Mchezaji kokote anatafuta maisha, lakini unaangalia na aina ya status ya ligi. Status ya ligi ya Morocco ni tofauti na hapa nyumbani. Ni wana vigogo wengi ambao wako kwenye top, yani kwenye ushindani mkubwa, kwenye ngazi kubwa barani Afrika. Hata wa FAR Rabat ambao unawazungumzia ni moja ya klabu ambayo ipo kwenye ubora wa hali ya juu. Ipo kwenye ubora ambao unajitosheleza. Upo kwenye ubora ambao
hauwezi ukajiacha kujielezea, au ni ubora ambao unajielezea ni namna gani ambavyo wao wanatafuta wachezaji kila ukicha kwenye zile ligi ambazo ni bora barani Afrika. Na tunawaona kwenye hiyo misingi ya utafutaji wa wachezaji bora kutokana na wao wanatamani kufanya makubwa zaidi barani Afrika na ule ubora ambao wameuzoea kwenye kuona kwenye timu yao. Sasa mchezaji kutoka Morocco kuja Tanzania, unaweza ukasema ni daraja lake limeshuka ama pengine limepanda, ndio maana amefanikiwa kucheza Morocco. Na basi thamani ya vilabu vyetu inapanda, ndio maana inaweza kumshawishi mchezaji kutoka Morocco kuja Tanzania kuja kusakata kabumbu. Tulimuona Fabrice Luamba Ngoma alitoka Raja Casablanca akaenda Al Hilal Omdurman pale Sudan, then akatoka Sudan akaja Tanzania. Ukiangalia Sudan tunawapa nafasi kubwa ya wao kuwa kwenye daraja la juu kwa sababu ya aina ya vilabu vyao. Wako kwenye renki kubwa ya utafutaji wa wachezaji ambao ni bora sana. Sababu ukiangalia Al Hilal, ukaangalia El Merreikh, vilabu vyetu vya Simba na Yanga havijafikia nusu ya namna ambavyo wao wanaendesha vilabu vyao. Hata kwenye aina ya mishahara ambayo wanalipa bado vilabu vyetu havijafikia kwenye hiyo level ambayo wenzetu wamefikia Al Hilal Omdurman pamoja na El Merreikh. Licha ya kuja kusema kwamba vilabu vyetu vinaweza kwenda kubato na klabu kama Wydad Casablanca, Raja Casablanca, RS Berkane, FAR Rabat, Zamalek, Wydad Casablanca, Esperance Tunis, Etoile du Sahel, kina Club Africain, ni vilabu ambavyo tunavijua barani Afrika vina idadi kubwa ya mashabiki, lakini achana na idadi ya mashabiki, viko vizuri zaidi kwenye upande wa financial, kwenye upande wa masuala ya kifedha, kwenye taasisi zao za mpira ziko vizuri zaidi, wanavojiendesha wako vizuri zaidi. Kwa hiyo kuna namna unapaswa kuwaheshimu, lakini kuna muda unapaswa kuheshimu na status ya vilabu vyetu hapa nyumbani kwa namna ambavyo vinazidi kukua kila siku, vinapiga hatua, jambo ambalo ni la kupendeza. Sasa ukimwona mtu kama Henock Inonga anarudi kwa ubora ambao alikuwa nao ndani ya kikosi cha Simba na ubora ambao wachezaji wengine wameingia ndani ya kikosi cha Simba wamekuwa nao, na anarejea ndani ya kikosi ambacho ni bora, ambacho ni Young Africans. Kwenye eneo la nyuma tunajua tuna Dickson Job, tunajua pale kuna Dickson Job, lakini vile vile kuna Henock, kuna Baka, lakini kuna atakuja Varane ambaye ni Henock Inonga. Kwa hiyo kutakuwa na wigo mpana kwa mwalimu ambaye atakuwa anaifundisha Young Africans. Pengine ni mwalimu ambaye yupo kwa sasa hivi, na msimu unaokuja kama watamleta mwalimu mwingine, lakini mwalimu huyu ndiye naamini ataendelea kuhudumu ndani ya kikosi cha Young Africans, atakuwa na wigo mpana wa kuchagua ni aina ya defender gani ambaye anatamani kuanza naye, kwa sababu na aina ya kila quality ambayo unahitaji. Ukimhitaji Mwamnyeto unamtumia, ukimtaji Henock Inonga unamtumia, ukimtaka Baka unamtumia, ukimtaka Dickson Job unamtumia, lakini kushoto, pembeni na kulia unakuwa una faida ya kumtumia Yao Atola Kwas, lakini vile vile una mtu kama Boka, Isaka moja wa mchezaji bora. Una hao wachezaji wa kushoto kina Kibwana Shumari, lakini ukisogea kwenye eneo la juu una mtu kama Alidia Haucho, moja ya defender bora sana, unaweza kusema ni defensive midfielder ambaye tunaye kwenye ligi yetu kwa sasa hivi, yuko kwenye ubora wa hali ya juu. Kila klabu ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania bara inahitaji kuwa naye. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV.